Kwenye video ya leo ninataka nikushauri vitu vitano muhimu vya kufuata pale unapokuwa unajenga banda lako. Wala usikosee kabisa kuhusiana na vitu ambavyo nitakushauri hapa, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo mimi nakushauri kutokana na uzoefu baada ya sisi kuwa na haya mabanda ambayo tunayo hapa. Sisi hapa shambani kwetu tuna mabanda zaidi ya 7. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huwaga navionaga hiki kitu inapaswa mtu akijue mapema kabla hajajenga banda lake. Kitu cha kwanza kabisa ni kwenye uchaguzi wa nyaya. Hizi nyaya ambazo tunawekaga humu, hizi chicken mesh, muda mwingine huwaga tunatumiaga nyaya hizi hapa. Ni nyaya gani sahihi ambazo zinakufaa wewe na hazitakupunguzia, hazitakufanya uingie kwenye gharama? Hapa ndio kitu cha kwanza kabisa naanza kukizungumzia. Ukiangalia kuna waya huu hapa ambao ni chicken mesh. Huu waya, umeona? Ukiangalia hapa huu waya umeshapata kutu. Na mabanda yetu mengi tuliweka huu waya umepata kutu. Huu hapa, huu umeona? Ukiona kabisa hapa unaona umepata kutu. Na unakuwa unatoboka kama hivi, umeona? Hapa kuna tobo hili hapa. Hapa pia kuna tobo hili hapa. Ndio maana unakuta hili banda hatulitumii. Hili banda hatulitumii kwa sababu waya wake umekatika, paka wanaweza wakaingia, lakini pia kuku wanaweza wakaruka. Kwa hiyo ni waya ambao unapokuwa unanunua utegemea kwamba kama unanunua hutautumia muda mrefu. Kama hapa pote hapa umekatika, yani pote hapa papo wazi, umekatikia hapa mpaka hapa papo wazi. Kwa hiyo na unapokuwa unanunua ukiwa mpya unakuwa mzuri, unapendeza vizuri kabisa. Umeona? Huu hapa kwa mfano hapa tulirudishia lakini ukatika. Na kitu kibaya cha hii chicken mesh ya aina hii, hata dukani utaiona ya aina hii, hata kama mvua labda ikanyesha kipande hiki hapa ikasababisha kutu hapa, inaambukiza kutu nyingine. Kwa mfano hakuna mvua iliyonyesha, lakini huu ukiangalia huu mpya na wenyewe umeanza kupata kutu kama hivi. Umeona? Kwa nini umepata kutu? Umeambukizwa kutoka kwenye kutu ya waya huu hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona, lakini aina ya waya huu ndio una changamoto. Waya huu hapa chicken mesh hapa, lakini ukija kwenye hii hapa, hii haina changamoto. Aina hii hapa, hili banda hili unaloliona hapa tulitumiaga waya huu hapa. Ni kama vile tulibahatisha, lakini sitaki wewe unayenitazama saizi uende ukabahatishe. Nenda moja kwa moja anza kutafuta waya wa aina hii. Huu waya kama vile unagamba hivi la waya zile nyaya za umeme zile, inasaidia sana, haipati kutu. Tuliweka kwenye hili banda mpaka leo hii upo, yani upati kutu wala nini. Kwa hiyo unapochagua nyaya, nadhani hicho kitu unaweza ukakizingatia hivi. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Lakini pia usisahau kuweka nyaya mbili. Yani kwa mfano kama hapa unaona kuna waya huu hapa, kuna waya huu hapa. Kwa hiyo katika kipengele cha nyaya kwenye hili banda hili hapa ambalo tumeweka vifaranga wetu hawa hapa, tulifanikiwa naweza nikasema kwa 100%, kwa sababu nyaya za hapa hazipati kutu, lakini hili banda waya umepata kutu. Kuna banda hilo hapo waya ulipata kutu, tukaweka mwingine umepata tena kutu. Unaweza ukaona kuna banda lile pale na lenyewe ni hivyo hivyo. Kuna banda lile kule na lenyewe ni hivyo hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona, na hizi nyaya hazikai zaidi ya mwaka. Kwa hiyo kila mwaka unakuwa unatoa pesa unanunua nyaya, wakati unao uwezo wa kutafuta waya mzuri ambao mimi nimekuelekeza na ukauweka kwenye mabanda yako. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, mwelekeo wa banda. Umeona? Kwa mfano huku jua linatokea upande huu, kipande hiki hapa linazamiaga hapa. Kwa hiyo haya banda hili hapa na banda hili hapa yapo katika mwelekeo mzuri na mwelekeo sahihi, kiasi kwamba lile jua la asubuhi linaingia bandani na jua la jioni pia linakuwa linaingia bandani. Lakini banda hili hapa kiasi kidogo sana cha jua huaga kinaingia, kwa sababu yale madirisha makubwa yapo huku na kule, wakati huku pembeni ndio ambapo huwa kinaingia. Ndio maana unaweza ukaona hapa hata bulda yetu ambayo tunalelea hawa vifaranga tumeweka hapa, ili tukitegemea kwamba jua liingilie pale kwenye lile pale dirisha. Kwa hiyo hiki ni kitu muhimu sana cha kuzingatia. Kitu cha pili ambacho ninakuelekeza. Kitu cha tatu ambacho ninataka nikuelekeze, unapojenga banda zingatia sana kuto kuacha nafasi panya
paka kupita, yani wadudu wote wale kuingia bandani. Na pia uwe unafanya marekebisho. Kwa mfano hapa sisi tumetoka kufanya marekebisho kwenye hili banda ili paka wasiingie, maana kulikuwa kuna nafasi ambazo paka wanaweza wakaingia, unaona? Mfano hapa tuliweka ubao paka asije akapita, lakini humu tumefitisha mpaka mwishoni. Humu manake paka wanaweza wakaingia humu juu. Humu unaona banda hilo hapo, hili banda pale, unaona pale tumeweka makaratasi pale, alikuwa anaingiaga paka pale. Paka bwana, paka ni muindaji, yani katika uwindaji wapo vizuri ni paka. Paka anakaa muda mrefu, anarodi, yani anaangalia hapa nitaingilia wapi, nitafanyaje. Kwa hata eneo dogo tu anaweza kaingia. Humu pia tumeziba. Kwa hiyo ni banda ambalo paka hawaingii, lakini kupitia nyaya, ukiweka waya huu hapa na huu hapa, unakuwa umezuia wadudu wengi kuto kuingia, hadi nyoka wale wakubwa ambao wanaweza wakashika kuku wako. Kwa hiyo hilo pia ni jambo la tatu. Lakini tu nikukumbushe bwana, sisi KingoFarm tayari tumeshatoa matoleo mawili. Kuna toleo lile la kwanza la kitabu cha Safari ya Ufugaji, tulilitoa toleo la pili. Pia sasa hivi ninavyoongea hivi kuna toleo jipya la kitabu cha Tiba za Asili. Hili toleo la pili la kitabu cha Tiba za Asili, kuna tiba zilikosekana kwenye toleo lile la kwanza lile pale, tumekuja kuziongeza kwenye hiki kitabu cha toleo la pili. Lakini pia hiki kitabu hiki tumeongeza tija za wafugaji wengi ambao walikuwa wanachukua kile kitabu cha Tiba za Asili cha kwanza, walikuwa wanatuambia kwamba bwana, kuna kitu fulani nilitamani kiwepo kwenye kitabu hiki, sikioni. Tumekuja tumeweka. Kwa mfano tumeweka humu dalili za magonjwa, jinsi ya kutambua kuku anaumwa ugonjwa gani, lakini pia jinsi ya kuzuia magonjwa. Kuna mazingira ambayo kwa bahati mbaya huaga hatujui kama yanaambukiza magonjwa, tunakuwa tumeyaacha hivyo mpaka kuku anakuwa anaumwa. Tumeweka vitu vingi sana kwenye hiki kitabu, kipo vizuri sana, na kushauri ukichukue na chenyewe. Kama unacho kile cha Tiba za Asili cha kwanza, chukua na hiki cha pili. Lakini pia hata kama kile cha kwanza huna, chukua na hiki cha pili, kwa sababu pia tumeweka tiba za magonjwa yote kwenye hiki kitabu zipo. Kwa hiyo kama changamoto yako ni magonjwa, bado hichi kitabu kitakusaidia kutatua. Tena tumeweka hadi njia 5 za kutibu ugonjwa mmoja kwa tiba za asili. Yani wewe tu unachagua ni tiba gani inakufaa uitumie ili uweze kutibia kuku wako. Tumeweka tiba ya kwanza au tiba ya pili, ya tatu, yani mpaka tiba 5 kwenye ugonjwa mmoja. Kama ni coccidiosis tumeweka tiba 5. Kwa hiyo utachagua tiba gani ipo vizuri, lakini ukichagua tiba ya kwanza ukiona haifanyi vizuri, utachukua ya pili hivyo hivyo. Lakini tiba zote tulizoziweka humo tumezifanyia tafiti hapa shambani na zinafanya kazi vizuri sana. Na uzuri wetu sisi tuna makundi ya WhatsApp. Hatufanyi tafiti hapa shambani kwetu tu. Dawa tukiwapa wale wafugaji inaenda inafanya vizuri, wanatuambia hii dawa bwana imefanya vizuri. Kwa hiyo tunaiangalia, tunaiweka kwenye watch list kwamba kuifuatilia hii dawa ipo vizuri kiasi gani. Lakini achana na hicho kitabu, tunavyo vitabu vingine ambavyo unaviona hapa. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Pia tunauza incubator. Kama wewe unataka incubator, unataka kutengenezewa incubator, sisi tunatengeneza incubator, zina ubora wa hali ya juu sana. Hizi incubator zimewasaidia wafugaji wengi sana, na kushauri agiza na sisi incubator, tutakuagizia kwa uaminifu wa hali ya juu sana. Na kitu kingine, sisi KingoFarm tunatoa msaada wa karibu sana kupitia group letu la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000. Ukijiunga na group letu utapata msaada wa karibu sana kuhusiana na uleaji wa kuku. Kwa mfano hawa vifaranga tokea tunawaleta hapa, tulikuwa tunawaelekeza wafugaji jinsi ya kuwapokea, kuwalea. Lakini kama kuku wako umeamka asubuhi uelewelewe, unatupigia simu, bwana KingoFarm, mimi nimeona kuku wangu hapo hivi, tunakupa ushauri. Yani unakuwa na daktari upo naye hapo. Hii huduma ukilipia 8,000 ni miezi 2 unaendelea kuipata. Tukiendelea na mada yetu, kitu kingine ambacho ni muhimu sana wafugaji nina washauri wafugaji kuweka ulinzi kwenye mabanda yenu, kwa sababu unaweza ukakuta unapoteza kuku. Yani unafuga kuku vizuri, lakini wanakuja wezi wanachukua, wanaondoka na kuku wako. Kwa hiyo
Sasa hivi uzuri kuna CCTV kamera. Sisi pia hapa shambani kwetu tumeagiza CCTV kamera ambazo tunataka tuzifunge. Na kitu kingine tumeagiza alarm. Kuna alarm fulani hivi, yaani mtu akigusa tu mlango hivi akautikisa tu kidogo inalia ile alarm. Kuna alarm pia nyingine ambazo tumeziagiza, tukizifunga. Uzuri wa sasa hivi kidijitali, material yanapatikana hata kwa gharama nafuu kabisa, vitu ambavyo walikuwa watu labda mpaka uwe na uwezo mkubwa sana unavipata, sasa hivi unavipata kwa gharama nafuu. Tumeagiza sensor ya motion, yani tukifunga kwenye banda hapa, mtu akipita tu hivi inalia. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo sisi tumeviagiza kwa ajili ya ulinzi wa shamba letu hapa. Kwa hiyo wewe pia unaweza ukatafuta hivi vitu, vinauzwa. Kwa mfano kamera ile sisi tumeagiza 170,000 kamera moja, hiyo ina kamera 3, 170,000 tumeiagiza. Sensor za vibration pale tumeagiza kwa shilingi 70,000. Hizi zile sensor 25,000, hizi za motion hizi 70,000. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo unaweza ukalilinda shamba lako kwa gharama nafuu kabisa, kuliko ukawa unaibiwa kuku wako wanapotea kuku wengi, gharama zinazidi hapo, wakati ulikuwa na uwezo wa kulilinda banda lako. Asanteni na kwaherini.